Kuna ambazo zitakuwa ni station ndogo, kuna station za kati, alafu kuna station kubwa kabisa ambayo itakuwa Kigoma. Station ya kati itakuwepo Ulambo, Uvinza pamoja na Kaliua, hapo itakuwa na station za kati. Alafu na baadhi ya wilaya zingine kutakuwa na station ndogo ndogo, kwa mfano kama Mabama pale kutakuwa na station ndogo kwa ajili ya abiria. Kiujumla mbali na stesheni za abiria kunakuwa na stesheni pia za mizigo, ambazo jumla stesheni za mizigo ziko takriban stesheni zingine za nyongeza kama 6 pale katika kila malighafi zingine ziko maeneo huku mkoa wa Kigoma. Kwa kuna stesheni nyingine pale ya Uvinza ya mizigo. Vile vile mjue kwamba Uvinza ndio tunatarajia kuja kuunganisha na ile reli nyingine ambayo inaelekea upande wa Burundi. Kwa hiyo pale pia kuna stesheni kubwa pamoja na marshalling yard kubwa kwa ajili ya kuhudumia vitu kama hivyo kwa ajili ya biashara hapo mbeleni tukishakamilisha ujenzi huu. Vile vile ukisogea upande wa Kigoma, kama unavyojua Kigoma ndo kuna bandari. Bandari Kigoma pia kuna stesheni kubwa kwa ajili ya mizigo itakuwa pale, na tunaendelea kufanya usanifu na interface pamoja na watu wa TPA kuangalia namna gani hivi vitu tunaweza kuvifanya vikaingiliana ili kusudi wateja watakapokuwa wanahudumiwa katika bandari ya Ziwa Tanganyika wanaweza kupata na huduma ya reli ikiwa karibu yao. Kwa hiyo kiujumla tunatarajia mambo makubwa sana katika utekelezaji wa mradi huu, na sasa katika logistics za mizigo ambao hiyo ndio keki ya usafirishaji wa reli. Kwa hiyo tunatarajia tunavyoelekea na utekelezaji wa mradi huu huko mbeleni, tutapunguza mbali tunakupunguza umbali ule muda wa safari ambao unatumika sasa hivi. Kwa mfano kama gari ikitoka Dar es Salaam kuja mpaka Kigoma ni siku kadhaa mpaka ije ifike huko, lakini tazamia kwamba tumeshaunganisha kuanzia Dar es Salaam mpaka Kigoma. Unaweza kushangaa safari ambayo ilikuwa inatakiwa ifungwe labda kwa wiki nzima kwa gari inaweza kufanyika ndani ya siku moja tu, yote ikawa imetimia mtu kutoka Dar es Salaam mpaka kufika Kigoma. Kwa hiyo ni maendeleo makubwa ya kiuchumi ambayo tunatazamia kuja kutekelezeka pale mradi huu utakapokamilika. Kufanya mradi sasa, mradi ambao tunatarajia utaenda kutumikia wananchi. Maana yake mradi sio tu kwamba ni malengo yamewekwa na serikali, lakini tunapokuwa tunautekeleza lazima tuangalie end user ambao ndo wananchi wenyewe wahusika. Kwa hiyo katika hatua za usanifu ambazo niwaelezea toka mwanzo, kila kitu kimefanywa kwa kuzingatia hilo. Nikimaanisha kwamba zimekuwa zikitoka timu zetu upande wa shirika la reli na wataalamu wake ambao wanaenda kuzungumza na viongozi mbalimbali katika wilaya, kuanzia level ya mkuu wa mkoa, uje wilaya mpaka ngazi ya local government, watendaji wa kijiji. Kwa hiyo wote walikuwa wanakuwa engaged, wanahusishwa katika hizi hatua za awali. Kwa hiyo hata katika kupendekeza wapi stesheni ipo, tulikuwa tunapita katika kuconsult, tunawauliza wa viongozi hapa kuna shughuli gani, wanaweza kutuelezea mawili matatu kuhusiana na wilaya zao au maeneo wanayosimamia, sehemu gani ambapo mji umekuwa kwa kasi zaidi na vitu kama hivyo vya kuzingatia. Na hata kama ukijaribu kutazamia ile yetu ya zamani MJR, ukiangalia kila sehemu ambako kuna wilaya imekuwa kuna kituo cha reli. Mfano mzuri ukiangalia Kaliua, pale Kaliua stesheni ipo na mji pale umekuwa. Ukisogea Ulambo stesheni ipo, mji pale umekuwa. Uje Kombe, uje huku Maragarasi, uje Uvinza. Yaani mwisho wa siku kinachokuja kukuza eneo economy na kila kitu ni kuwepo na stesheni. Yaani ukishakuwa na miundombinu ya usafirishaji wa mizigo katika eneo husika, tutarajie mji huo kukua. Kwa hiyo tulizingatia swala hili na tuliwahusisha viongozi mbalimbali wakati tunapendekeza maeneo haya stesheni, na tofauti na kuzingatia tu kwanza hiyo maeneo ya stesheni, pia tukaangalia ni sehemu gani ambapo tunaweza tukapata ile flatness ambayo sasa ndio tunakuja ile kitaalamu sasa upande wa usawa wa ardhi. Kwa hiyo hivyo vitu pia vizingatiwa. Kwa hiyo sehemu ile ambayo kutikana na location ya mji ulipo na sehemu gani ambapo tunaweza tukaachieve kupata hicho kitu ambacho tunakihitaji kwa upande wa marefu na urefu wa stesheni. Kama ukizingatia stesheni yetu moja inatakiwa kuwa na urefu kama kilomita 2 kwa sababu ya ile kuweza kupaki treni ya mzigo kama kilomita 2 kwa pamoja. Kwa hiyo ni vitu vingine ambavyo tulivizingatia hivyo, na kwa hiyo kiujumla mbali tunakuhusisha viongozi na wananchi pia wahusika. Wananchi sana wamekuwa engaged katika upande wa kujua kwamba sehemu gani tuwawekee vivuko ikusudi kuja kuzuia mbeleni labda umeshapitisha nje ya reli isiyo kikwazo kwa wananchi wanakosa sehemu za kupita na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kiujumla wananchi wameshirikishwa kwa asilimia kubwa, na sehemu zile ambazo wamependekeza tupitishe labda vivuko vya wapita kwa miguu, vivuko vya magari makubwa, kwa hiyo tunafuata. Kwa hivyo vile vile tumeshirikisha na taasisi mbalimbali za serikali ambazo zinahudumia baadhi ya miundombinu ya serikali kama vile TANROADS ambao wanahusika na miundombinu ya barabara pamoja na TARURA. Vile kuna taasisi kama za maji hizi TUWASA na nini, wote tunawashirikisha wakati tunafanya usanifu huu ili kusudi mwisho wa siku
tunapotekeleza huu mradi usiwe kikwazo kwa wananchi, zijulikane sehemu hapo gari zitapita, zijulikane wapi miundombinu ya maji itapita, miundombinu ya umeme itapita wapi. Kwa hiyo viongozi wote wanakuwa wanahusishwa ili kusudi at the end of the day wote miundombinu ambayo ni ya serikali ambayo inajaribu kuileta kwa wananchi wake iweze kuwahudumia na isiwe kikwazo kwao.